Let you praise and worship. You can take your blessed seats under the feet of Jesus Christ. The Lord bless you so much. I want to welcome everybody, wherever you are, to this service of today. I want to believe the Lord to minister to us in a very special way in the time that the Spirit of God will allow us. As a ministry, we have things that define us. Kama huduma, tuna mambo ambayo yanatutengeneza. And the Lord has put it in my heart to teach us, to talk to us about the core values, the things that define this ministry, the things that define this church. You can pick it from there. I want to talk to us. Today I want to begin the whole of this month. Mwezi huu wote I will be teaching us the core values of ambassadors of faith. nitakuwa ninafundisha kuhusu mambo ya dhamana kuhusu mabalozi wa The imani, things we value as a ministry. mambo ambayo tunayadhamini kama huduma. And I want to inform you Na nataka nikujulishe that being a member of a particular church is not enough. ya kuwa sehemu ya kanisa kama hilo haijatosha. It is important for you as a member Ni muhimu kwako kama mshirika to understand what that church believes in. kuamini kile ambacho hilo kanisa linaamini. It is important for you Ni muhimu sana kwako to understand what defines them. kuelewa kile ambacho inatambulisha hilo kanisa. When you talk about them, Wakati unaongea kuhusu hilo kanisa, what is it that comes into your mind? je, ni nini ambacho kinakuja kwa mawazo yako? I wished every member of this church was here, Laiti kila mshirika wa hili kanisa angekuwa hapa, because this is the heart of the church. kwa sababu hii ndio moyo wa kanisa. If you go to any profession that you don't understand, Ukienda katika utaalamu yoyote ambayo hauna ufahamu you nayo, may not be productive in it. huenda ikawa usizae matunda ndani mwake. In the morning, Pastor Immaculate led us into a prayer Asubuhi mchungaji Immaculate alituongoza katika maombi that was guided by the principles and the pillars and the core values of us as a family. ambalo linaongozwa linaambatana na dhamana na kanuni, Ngome zetu kuu. ngome zetu kuu na kanuni zetu kama kanisa. Praise the name of the Bwana Lord. Yesu asifiwe. So if you are writing, I want you to write very quickly. Kama unaandika nataka uandike haraka sana. As a family of God, Kama jamii ya Mungu, as a ministry, kama huduma, and so that anybody who is following us kila mtu yeyote ambaye anatufuata, and anybody who is becoming part of us, hata mtu yeyote ambaye atakuja kufanyika sehemu yetu, you make sure you are focused in what is in our focus. na ni lazima uhakikisha kwamba unaweka mtazamo kwa kile ambacho tunaitazamia. The Bible says two cannot walk together unless they agree. Biblia inasema ya kwamba wawili hawawezi kutembea pamoja ila tu wakubaliane. How can this ministry be a blessing to your life? Je, hii huduma itakuwaje ya baraka kwako? It can only be a blessing to your life Inaweza kuwa tu ya baraka kwa maisha if you yako realign yourself wakati unajiweka kwa nafasi with the core values of it. na mambo ya dhamana ya ndani mwake. God gave me this vision, Mungu alinipa haya maono, and God brought you to this na vision. Mungu alikuleta katika haya maono. God brought you to run with this vision, Mungu alikuleta ili uweze kukimbia na haya maono, and at the same time na hata kwa ule tu muda that it becomes a blessing to your na life. ifanyike ni ya baraka maishani mwako. Praise the name of the Jina Lord. la Bwana lisifiwe. The Lord gave me the vision of ambassadors of faith, Mungu alinipa maono ya mabalozi wa imani, and God saw that you are the right person to come and run with it. na Mungu akaona ya kwamba wewe ndio mtu bora ambaye inakupasa uje ukimbie So he nayo. brought you to run with this vision. Alikuleta ili uweze kukimbia na maono haya. Help me tell your neighbor
neighbor you are brought here with a purpose. Nisaidia kuambia jirani yako ya kwamba uliletwa hapa na kusudi. If that person is far, you can shout. Tell that person you did not bring yourself here. Kama yuko mbali basi pasa sauti useme haukujileta mwenyewe. Tell that person clearly God brought you here. Ambia huyo mtu ya kwamba hakika Mungu alikuleta hapa. Even if he's far, can you shout to that person, that my friend, God brought you here. Kama yuko mbali pasa sauti useme rafiki yangu haukujileta. So if you have ever been thinking that you chose this church among many churches, kama ulifikiria kwamba ulijichagua miongoni ya makanisa mengi, then you better get it from the mind of God. Basi inakupasa urejee kwa mawazo ya Mungu. There is nothing here good to choose. Hakuna jambo lolote kizuri hapa cha kuchagua. There are other churches with structures better than ours. Kuna makanisa mengine ya mjengo nzuri kuliko yetu. But why are you here? Lakini kwa nini uko hapa? Because God purposefully brought you here. Kwa sababu Mungu alikuleta hapa kwa kusudi. For two things. Kwa mambo mawili. And I want you to understand very well. Nataka uelewe vizuri. God brought you to support this vision. Mungu alikuleta ili uweze kushika mkono maono haya. And then number 2. Ya pili, God knew what you needed. Mungu alijua kile ambacho unahitaji. And he knew na alijua that the thing you needed kile ambacho unahitaji is deposited in this vision. Imewekwa katika maono haya. Did you hear what I said? Je, ulisikia nilichosema? There is something you needed in your life. Kuna kitu ambacho ulihitaji maishani mwako. God cannot take you to a church. Mungu hawezi kukupeleka kwa kanisa that doesn't have what you need. Ambayo haina kile ambacho unahitaji. Before God begins a church, kabla Mungu anzishe kanisa, there must be a people there. Lazima kuwe na watu mahali pale with a specific need. Ambao wako na mahitaji fulani ya kipekee. And so God raises an altar. Mungu anainua madhabahu. And God connects them with that altar. Na Mungu anaunganisha na yale madhabahu. After raising the altar, baada ya kuinua yale madhabahu, he puts a vision on that altar. Anaweka maono katika yale madhabahu. And then he gives you the work of running with that vision. Na anakupa kazi ya kukimbia na yale maono. And then as you run with that vision, kisha wakati unakimbia na yale maono, that vision gives back to the answers of your prayers. Hiyo maono basi inaleta majibu ya maombi yako. Isae majibu. Inazaa majibu ya maono ya maombi yako. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Now, how can a vision be a blessing to the members? Je, maono itakuwaje ni ya baraka kwa washirika? It is until those members hadi wakati wale washirika realign themselves wanajiweka kwa nafasi to the core values of that vision. Katika kanuni ya yale maono. Those of you who are employers, wale ambao mmeajiriwa, those of you who are employers, wale ambao mmeajiri watu, if you employ anybody, kama unaweza kuajiri mtu yeyote, and you realize na unatambua that they are not aligned to your vision, ya kwamba hawako kwa nafasi ya maono yako, do you pay them? Je, unawalipa? Do you pay them? Je, unawalipa? And that is why, hiyo ndio sababu, before you are employed, kabla uajiri, there is always an interview. Lazima kuwe na ile mtihani. How many of us have gone for interviews? Ni wangapi wameenda kufanyishwa ile mtihani? Someday you failed, siku moja ulishindwa, and someday you passed. siku nyingine ukapita. How did you fail? Je, ulianguka namna gani? Because from the interview, kwa sababu katika ile mtihani they discovered walitambua that what you have kile ambacho ulicho nacho is not aligned with their vision. haiko sawa sawa na maono yao. So you may not be productive to that vision. Huenda ikawa usije ukazaa matunda kwa yale maono. So for you to be productive into the vision, kwa wewe uweze kuzalisha kwa yale maono, no matter your level of education, haijalishi kiwango chako cha elimu, you must understand the core values of that vision. Ni lazima uelewe kanuni ya yale maono. What defines that vision? Kile ambacho kinatambua ile maono. That's why Paul tells Timothy, hiyo ndio sababu Paulo anaambia Timotheo, the things you have heard from me, kile ambacho umesikia kutoka kwangu, entrust them with another people. Na uamini kwa watu wengine. The vision you understood, maono ambayo umeelewa, take it to the next level. Peleka kwa kiwango kingine. So number 1, as a family of ambassadors of faith, jambo la kwanza kama jamii ya mabalozi wa imani, one of our core values is the pure word of God. Jambo moja, kanuni yetu ya kwanza ni neno la Mungu. If you talk about this ministry, kama utaongea kuhusu hii huduma, you talk about pure
word of God. unaongea kuhusu neno halisi la Mungu. We are believing God Tunamwamini Mungu to be a church kuwa kanisa that is focused ambalo limeweka mtazamo on the pure word of God. kwa neno halisi la Mungu. Nothing else. Hakuna jambo lingine. No gymnastics. Hakuna sarakasi. Nothing added. Hakuna chochote We kinaongezwa. don't add what was not there. Hatuongezi kile ambacho hakiko We pale. don't reduce what is there. Hatupunguzi kile ambacho kiko We pale. bring it by the revelation of the Holy Spirit. Tunaileta kwa ufunuo ya Roho Mtakatifu. So if you have to be blessed in this Kama place, wewe inakubarikiwa kwa hii huduma, the pure word of God must be your focus. neno halisi la Mungu lazima iwe ni mtazamo wako. Help me tell your neighbor now. Nisaidie kuambia jirani yako The sasa. pure word of God must be your focus. Neno halisi la Mungu lazima liwe mtazamo wako. You must focus Ni lazima uweke mtazamo on the pure word of kwa God. neno halisi la Mungu. Hallelujah. Hallelujah. If I am not discrediting other callings, Kama I am not discrediting other callings. sijaweka Sipuuzi miito zingine. sipuuzi mito zingine yeyote, But my focus, lakini mtazamo wangu, my call wito wangu is to deliver ni kupeana the transforming word of God. neno la Mungu halisi. And if we are walking Na together, kama tutatembea pamoja, walk with me in that word. tembea nami kwa hilo neno. Glory be to Jesus. Jina la Bwana I will litukuzwe. not tell you to do something that is not biblical. Sitakuambia kufanya kitu ambacho si cha kibiblia. Everything I teach in my entire Kila life kitu ambacho ninafundisha kwa maisha yangu will yote be focused on what Jesus said. itakuwa inaangalia kile ambacho Yesu alisema, Because that is our core value. kwa sababu hiyo ndio kanuni yetu That is kubwa. our foundation. Kwa sababu hiyo ndio msingi yetu. Number 2 Jambo la pili is fervent prayer and intercession. ni maombezi kamili. Maombi ya kila wakati na maombezi. Amen. As a family, Kama jamii we are focused on fervent prayers. tunatazamia tunaangalia sana maombi. And if God gives you the grace to be part of us, Kama Mungu atakupa neema ya kuwa sehemu yetu, He needs to give you the grace of intercession and fervent prayer. anahitaji kukupa neema ya kuwa mwombezi na mwombaji kila wakati. Even our children. Hata watoto wetu. Why am I saying this? Je, kwa nini ninasema hivi? So that even you as a parent, Ili wewe, hata kama wewe mzazi, you begin to raise your children unaanza kukuza watoto wako within the core values of the faith you have. ndani ya Misingi ya imani ulionayo. msingi ya imani ulionayo. The generation we have today Kizazi tulionayo siku ya is leo, a generation that is failing. kizazi ambacho limeshindwa. And I don't blame the children for their moral failures. Na siwezi kulaumu watoto kwa sababu ya tabia yao mbaya. I blame parents Ninalaumu sana wazazi, because it is the responsibility of the ni parents kwa sababu ni jukumu la wazazi to raise their children morally. kuweza kukuza watoto wao kwa tabia nzuri. Hallelujah. Haleluya. The Bible says, Biblia inasema, train your children fundisha watoto wako in a way katika njia that they shall grow in. ambayo wanaweza kuwa nayo ndani. The work of a parent is to train. Kazi ya mzazi ni kufundisha. That is why I'm training you Hiyo now ndio sababu ninakufundisha sasa. in the spiritual thing. Katika mambo ya kiroho I'm training you now. ninakufundisha sasa. The moral failures you see in the community today, Tabia mbaya ambayo unaziona leo katika jamii they are because ziko kwa sababu even though parents go to church, hata kama wazazi wanaenda kanisani, but they have not instilled the foundations of their faith in their children. lakini hawajaweka ile msingi ya imani yao ndani ya watoto wao. How many of us were born Catholics? Ni wangapi wetu walizaliwa wakiwa wana Katoliki? Do you remember what your parents did to you? Je, unakumbuka kile ambacho wazazi wako walikufanyia? That doctrine was instilled in you. Hiyo mafundisho bado iko ndani mwako. They took their faith Walichukua imani yao and they deposited in you. na wakaweka ndani mwako. So even today you are in a Pentecostal church, Hata leo bado uko kwenye kanisa la but Kipentekoste, you can still remember everything. lakini
you. kwa sababu iliwekwa ndani mwako. As a parent now, Kama mzazi sasa, I'm giving you our core values ninakupa sasa misingi yetu so ya that you dhamana, begin to instill them in your children. ili uweze kuweka ndani ya watoto wako. Glory be to God. Jina la Bwana litukuzwe. Hallelujah. Hallelujah. To let your family know Unajulisha jamii that yako as a church, ya kwamba kama kanisa, as a part of the body of kama Christ, sehemu ya mwili wa Kristo, we value the word of God. tunadhamini neno halisi la And you Mungu. don't allow your family to joke with the word of Na God. usiruhusu jamii yako ifanye mzaha kwa neno la You tell Mungu. them we value prayer Unawaambia kwamba tunadhamini and we maombezi value intercession, na tunadhamini maombezi, so that when you are praying, ili ya kwamba wakati unaomba they are not watching. wao hawatazami video. Do you know in some families, Unajua katika jamii zingine, when the father is praying or the mother is praying, wakati baba anaomba ama mama anaomba, the children are watching Maria, watoto wako wanatazama pale vipindi. and then the parent says, hao bado ni watoto hawaelewi. Wazazi wanasema hao ni watoto tu, hawaelewi. That is wrong. Hiyo ni mbaya, ni You makosa. have to instill in them, Ni lazima uweze kufundisha, uweke ndani let them mwao. know in this family, Wacha wajue katika hii you jamii, cannot eat until you pray. huwezi kula bila kuomba. You cannot sleep until you pray. Huwezi kwenda kulala hadi uombe. Instill value in them. Weka dhamana ndani mwao. I pray for every parent here. Ninaombea kila mzazi mahali hapa. May God give you the courage Wacha Mungu akupe to instill your values in your children. wacha Mungu akupe ujasiri ya kuweka dhamana yenu ndani ya watoto wenu. Hallelujah. Hallelujah. Another core value, Jambo lingine la which msingi is number 3, ambacho ni namba 3, is true worship. ni ibada ya kweli. Truth and spiritual worship. Ibada ya kweli. Somebody say truth and spiritual worship. Mtu sema ibada ya kweli na roho. As a family, Kama jamii, we focus on truth and spiritual worship. tunatazamia sana ibada ya kweli. Amen. Amen. I will talk about them later in the month. Nitaongea tena baadaye. And then our last value Jambo la mwisho is the familyhood. ni jamii. Ujamii. We value family. Tunadhamini sana jamii. We don't want to see marriages break. Hatutaki kuona ndoa zinavunjika. We don't want to see families destroyed. Hatutaki kuona jamii zinaharibika. We are trusting God as a family, Tunamwamini Mungu kama jamii, as part of the body of kama Christ, sehemu ya mwili wa Kristo, to establish godly and divine families. aweze kuimarisha jamii ya kiungu ndani mwetu. And we believe God Na tunamwamini Mungu, that no matter our levels of education, haijalishi viwango vyetu vya elimu, no matter our tribes, haijalishi kabila yetu, no matter our jobs, haijalishi kazi tunazofanya, that anybody who God brings to us, mtu yeyote ambaye Mungu ameleta kwetu, that is a special part of the family. huyo ni mtu wa kipekee wa sehemu ya hii jamii. And we treat them as special members of Na the family. tunamdhamini sana kama mtu wa jamii. I want you to turn to your neighbor, Nataka ugeuke jirani yako, and for the first time since you were born, na kwa mara ya kwanza tangia uzaliwe, tell that person ambia huyo mtu, you are a special member of the family of ambassadors of faith. wewe ni mshirika wa kipekee wa jamii wa mabalozi wa imani. Wewe ni sehemu ya kipekee Amen. ya jamii ya ambassadors of faith. Amen. Tell your neighbor we love you so much. Ambia jirani yako twakupenda sana. Tell your neighbor we value you so Jirani much. yako tunakudhamini sana. And if your neighbor is not talking to you, then that person is at the wrong place. Atoe sadaka aende penye takana Kama hapo. huyo mtu basi aongee nawe, basi ujue kwamba ako kwa nafasi isiyofaa. Tell your neighbor we value you. Ambia jirani yako tunakudhamini. Tell that person you are important here. Ambia huyo mtu wewe ni wa muhimu hapa. Tell that person nobody can take your place in this Ambia family. huyo mtu hakuna yeyote anayeweza chukua nafasi yako katika hii So jamii. every time you come to this church, Wakati wowote unapokuja kwa hili kanisa, keep it in your mind. weka kwa mawazo You yako, are special in this family. wewe ni wa kipekee katika hii jamii. Praise the name of the Jina Lord. la Bwana lisifiwe. Maybe according to examinations, Huenda ikawa kulingana na
mitihani, you are rated number last. wewe uliwekwa wa mwisho. But according to us, Lakini kulingana na sisi, you are not number last. wewe sio wa mwisho. You are a special segment of this family. Wewe ni mtu wa kipekee katika jamii. Now today I want to focus on our value number 1. Leo nataka tuweke mtazamo kwa misingi yetu ya kwanza, which is the pure word of God. ambalo ni neno halisi la Mungu. I will teach very shortly Nitafundisha kwa ufupi, and then we will go home kisha tutenda nyumbani, so that we can meet on Sunday and next Sunday and next Sunday. ili ya kwamba tukutane Jumapili lijalo na tena Jumapili lingine. Now I want to talk to us about the purpose of the word of God. Leo nataka tuongee nasi kuhusu kusudi la neno la Mungu. I pray that God gives you the grace of writing. Ninaomba ya kwamba Mungu akupe neema ya kunakili chini. You write and you go and study. Unaandika chini kisha unaenda unasoma. The day you stop learning, that is the day you die spiritually. Siku ambayo utawacha kusoma, hiyo ndio siku utakufa kiroho. You must be on study every day. Ni lazima uwe unasoma kila siku. Hallelujah. Hallelujah. Turn with me to the book of Isaiah chapter 55. Enenda pamoja nami kwenye kitabu cha Isaya 55. And verse 11 up to verse 20. Let me see. 55 verse 9 up to verse 11. Isaya 55 mstari wake wa 9 hadi 11. Verse 9 up to verse 11 of Isaiah chapter 55. If you are there, you shout a big amen. Amen. Are you there? Isaiah 55 verse 9. Kitabu cha Isaya 55 mstari wake wa 9 hadi 11. We are focusing on the purpose of the word of God. Tunatazamia kusudi la neno la Mungu. Why have we made the word of God our core value? Je, kwa nini tumefanya neno la Mungu kuwa ni misingi? Why must you make the pure word of God your core value in your life? Kwa nini ni lazima ifanye neno la halisi la Mungu kuwa ni neno Everybody, let us read from verse 9. Kila mtu acha tusome kuanzia mstari wake wa 9. 1, 2, 3, can we go? For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Who is talking there? God. He's saying, as far as the heavens are higher than the earth, so are my ways and my thoughts. They are higher than your thoughts. Mungu ananena hapa, nasema kwa kitabu cha Isaya kwamba kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Then verse 10, let us read. 1, 2, 3, let's go. For as the rain cometh down, and the snow from heavens, and returneth not hither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. Verse 11 to some continually. So shall my word that goeth from out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Are we together there? Je, tuko pamoja pale? So God talks to Isaiah. Mungu ananena na Isaya. He tells him something about him and Israel. Na anamwambia neno kuhusu yeye na wana wa Israeli. Israeli loved God. Walimpenda Mungu. They acknowledged God. Walimtambua Mungu. But they discredited his word. Lakini hawakutambua neno lake. So when God would talk to them, wakati Mungu angenena nao, they would say, that is a usual thing. Wangesema ya kwamba hiyo ni jambo la kawaida. They would take it as something very common. Wanachukua kama kitu ya kawaida. And then now God begins the negotiation, the talk. Mungu akaanza kuongea na Isaya. He tells them, number 1, anawaambia kwamba jambo la kwanza, don't familiarize yourselves with me. Usifanye mazoea na mimi. Hallelujah. Hallelujah. These people were familiar with God. Hao watu walikuwa wamezoeana sana na Mungu. And so they did not take the thing
things of God as important things. Hawakuchukua basi mambo ya Mungu kama ni ya muhimu. If there is something that is killing the church today, Kama kuna kitu ambacho kinaua kanisa leo, it is the spirit of ni familiarity. roho ya mazoea. People are familiar with God. Watu wanazoea sana Mungu. They do wrong things. Wanafanya mambo mabaya. And they say, after all, God will understand. Wanasema hata hivyo Mungu ataelewa. Help me tell your neighbor, don't familiarize yourself with God. Kuambia jirani yako ya kwamba usizoeane na Mungu. Help me tell your neighbor, God is not your cousin. Ambia jirani yako ya kwamba Mungu sio. Talk to your neighbor. Tell your neighbor, God is not your cousin. Ambia jirani yako ya kwamba Mungu sio binamu wako. Tell your neighbor, God is not your uncle. Ambia jirani yako ya kwamba Mungu sio mjomba wako. Tell your neighbor, God is not your elder brother. Ambia jirani yako ya kwamba Mungu sio ndugu yako mkubwa. God is God. Mungu ni Mungu. The day you familiarize yourself with God, you die. Siku ambayo utaanza kufanya mazoea na Mungu utakufa. You will be walking but dead in the spirit. Utakuwa unatembea lakini kiroho tayari umekufa. Number one, God says, Jambo la kwanza Mungu anasema, put me at my place and remain at your place. niweke kwa nafasi yangu na wewe usalie kwa nafasi yako. My thoughts are far from your thoughts. Mawazo yangu ni iko juu kuliko mawazo yako. My ways are far from your ways. Njia zangu ziko mbali na njia zenu. Hallelujah. Hallelujah. You cannot match me. Uwezi ukalinganishwa na mimi. You cannot match me. Uwezi ukatoshana na mimi. You cannot compare yourself with Uwezi me. ukajilinganisha na mimi. My thoughts are far from your thoughts. Mawazo yangu ni mbali kuliko yako. When I talk to you, Israel, Wakati ninanena nawe do Israeli, not bring too much argument. usilete upinzani sana. My thought is far. Mawazo yangu ni mbali sana. Do not bring too much reasoning. Usilete mawasiliano sana. Do not bring so much mathematics. Usilete hesabu mingi sana. When I talk after thinking. Wakati ninaongea ninanena baada ya And kufikiria. I don't think just here. Na siongei tu hapa. I think far. Ninaongea nikiona mbali. Glory to God. Jina la Bwana litukuzwe. Human beings, Mwanadamu, we don't think far. sisi hatufikiri mbali. Because Kwa sababu we are not God. sisi sio Mungu. But God Lakini Mungu thinks far. anafikiria mbali. Because He's God. Kwa sababu yeye ni So Mungu. when God talks to a church, Wakati Mungu ananena na kanisa, He talks with a purpose. ananena na kusudi. Before God speaks, Kabla Mungu anene, He must have seen ni lazima ameona, and He must have thought. ni lazima amefikiria. Glory to Jesus. Jina la Bwana litukuzwe. Before God speaks to anybody, Kabla Mungu anene na mtu yeyote, He must have seen something far ni lazima awe ameona kitu mbali, and He must have thought something. na ni lazima amefikiria kitu. Hallelujah. Hallelujah. Lift up your hand and say, God, Inua mkono wako na useme, Mungu, deliver me from familiarity. unikomboe katika mazoea. Sema kwa sauti, Bwana, Bwana, unitoe kwa mazoea. unitoe kwa mazoea. Hebu sema tena kwa sauti, Bwana Yesu, Bwana Yesu, sitaki mazoea. sitaki mazoea. Sema kwa sauti, Bwana Yesu, Bwana Yesu, niondoe na mazoea. niondoe na mazoea. Jina la Bwana Hallelujah. libarikiwe sana. Amen. Before God speaks, Kabla Mungu anene, two things happen. mambo mawili yanatendeka. He sees far Anaona mbali and he thinks na far. yeye anafikiria mbali. Let me tell your neighbor, God sees far Nisaidie kuambia jirani yako, Mungu anaona mbali and God thinks na far. Mungu anafikiria mbali. If you believe God thinks far, shout amen. Kama unaamini ya kwamba Mungu anafikiria mbali, sema amen. If you believe God sees far, Kama shout unaamini ya amen. kwamba Mungu anaona mbali, sema He amen. tells Jeremiah Anaambia Yeremia that I know the thoughts I have for you. ya kwamba ninajua mipango niliyo nayo kwako, They are not thoughts to harm you. sio mawazo ya They kukuangamiza, are for a better future. kwa sababu ya hatima yako nzuri. When God brings you to His presence like today Wakati Mungu anakuleta kwa uwepo wake kama siku ya and He leo, causes you to sit down, na anakusababisha uketi chini, don't take it for granted. usichukue kwa mzaha. He wants to talk to you Anataka kunena na wewe because kwa sababu He has seen something far ameona kitu toka mbali and He has thought something far. na amefikiria kitu toka mbali. Somebody shout amen. Tusema amen. You are not sitting here because it is a Sunday. Uketi hapa kwa sababu ni Jumapili.
hili. You are sitting because Unaketi kwa sababu the creator of the heavens and earth Muumba mbingu na nchi has seen something far for you. ameona kitu toka mbali kwa sababu And he yako, has thought something far for you. na amefikiria kitu toka mbali kwa sababu yako, And he brought you here na anakuleta mahali so hapa that he can tell you that thing. ili waweze kukuambia hicho kitu. Haleluya. Lift up your hand and say, God, Inua mkono wako na useme, Mungu, give me the grace unipe neema to receive your word. ya kupokea neno lako. What we lack in the church Kile ambacho tunakosa kanisani is the ability to receive the word of God. ni uweza ya kupokea neno la Mungu. People struggle Watu wanang'ang'ana because they value jumping and singing and doing many things, but they don't value the word of God, which is God himself. Watu wanang'ang'ana kwa sababu wanadhamini kuruka sana na kufanya mambo mengine kuliko kudhamini neno la Mungu ambalo ni Mungu mwenyewe. God is this man Mungu ni mtu huyu who speaks with a purpose. ambaye ananena na kusudi. He never jokes. Yeye afanyi mizaha. Let me tell you, neighbor, God is never a joker. Akisaidia kuambia jirani yako ya kwamba Mungu afanyi mizaha. Sometimes we think Wakati mwingine tunafikiria that God is our nephew ya kwamba Mungu anaweza kuwa ni or maybe our uncle, anaweza kuwa ni mjomba wetu ama mbu wetu, who we can go and bribe with 1,000 bob and tuseme mjomba, wewe achana hii maneno mjomba. ambayo tunaweza kwenda kumpea shilingi 1,000 na kusema mjomba, si uachane na hii maneno. God talks with a reason. Mungu ananena na kusudi. Let me tell your neighbor, God is always serious. Nisaidie kuambia jirani yako, Mungu kila wakati anamaanisha. I've never seen anywhere God joked with anybody. Sijawahi ona popote ambapo Mungu anafanya mizaha na mtu yeyote. He told Moses, Anamwambia Musa, if you walk in my ways, ukitembea katika njia you zangu will see the land. utaona nchi. Moses did not walk in his ways. Musa akutembea katika njia za Mungu. Even after struggling for 40 years, Hata baada ya kung'ang'ana kwa miaka 40, he did not step foot in Canaan. yeye hakukanyaga katika ile njia. God never jokes. Mungu yeye afanyi mizaha. Glory be to God. Jina la Bwana litukuzwe. Please don't tense. Tell your neighbor, don't tense. Ambia jirani yako usishtuke. Just relax and receive the word of God. Tulia, tunaupokea neno la Mungu. Anytime you hear the word of God, Wakati wowote unasikia neno la Mungu, God will be speaking. Mungu atakuwa ananena. Right now, Sasa hivi God is talking. Mungu ananena. Then you wonder, Kisha unashangaa, how can somebody manage to be sleeping when God is talking? je, mtu anawezaje kulala wakati Mungu anaongea? How can somebody manage to be chatting on Facebook when God is talking? Je, mtu ataingiaje kwenye mtandao kuwasiliana wakati Mungu anaongea? How can somebody manage Je, mtu ataweza aje to be walking kutembea and thinking about the food they have never eaten, akifikiria chakula ambaye hajawahi kula, thinking about their troubles akifikiria kuhusu matatizo when God yake is talking? wakati Mungu ananena? Come on, help me tell your neighbor, be attentive. God is talking. Nisaidie kuambia jirani yako, makinika, ni Mungu anaongea. Hallelujah. Anytime you come to church, Wakati wowote unakuja kanisani, the moment a servant of God stands before you, not only here but anywhere, wakati wowote mtumishi wa Mungu amesimama mbele yako, sio tu hapa, popote, put every other thing aside. weka kila kitu kando, Be attentive, makinika, because God kwa sababu Mungu wants to talk to you. anataka kuongea nawe, And he talks because na ananena kwa sababu he has seen something from far, ameona kitu kutoka mbali, and he has thought something far. na amefikiria kitu toka mbali. The challenge with human beings Changamoto na wanadamu is that we don't understand the purpose of God, ni kwamba hatuelewi makusudi ya Mungu, and so we take it for granted, na tunachukua kwa mizaha, or we take it as a religious routine. na tunapeleka kama kanuni za kidini. Yesterday I was in a funeral at home, Jana nilikuwa kwenye mazishi kule nyumbani, and I laughed myself out na nilijichekelea because the people who are burying
dying actually, I don't want to mention the name of the church. Kwa sababu watu ambao walikuwa wanazika, sitaki kutaja jina la kanisa, They did everything. walifanya kila kitu. And then one of the leaders stood and said, now Kisha kiongozi mmoja akasimama na akasema, it sasa is time for the word of God. ni wakati wa neno la Mungu. I'm asking now, Ninauliza sasa, is there anybody from the congregation there? je, kunaye mtu yeyote kwenye kongamano You feel you have a word you want to preach here? ya kwamba unahisi ya kwamba kuna neno unataka kuhubiri hapa? I laughed. Nilicheka. How? Haje tu Do haje. you come to a funeral? Je, utakujaje kwa You matanga? have nothing to preach. Hauna I mean, jambo lolote la kuhubiri. you are asking one of the mourners to come and preach. Unauliza mmoja wa waombelezaji wa kuja That means hiyo inamaanisha the leader himself kiongozi mwenyewe does not understand yeye the haelewi purpose of the word of God. kusudi la neno la Mungu. How? Haje. Ati kabla nihubiri pia mimi, kama kuna mhubiri mwingine hapo pia mwenye akakoko na neno la kusukuma, akuja asukume kidogo ndiye nihubiri. Huyo mtu haelewi makusudi ya neno la Mungu. Sio mchezo, sio karata. Mungu akikusanya watu huwa ana jambo ameliweka kwa ajili yao. Amen. Kuna mtu anangoja hilo neno ndoa yake ipone. Kuna mtu anangoja hilo neno watoto wake wapone. Amen. Kuna mtu anangoja hilo neno limpanguze machozi. Kuna mtu anangoja hilo neno limtoe kwa mawazo. You can't just bring anybody. Uwezi ukaleta tu mtu yeyote. Sio chama ile unauliza any member who has something to say. Inua mkono, sema Bwana unisaidie. Bwana unisaidie. Kuanzia leo hii Kuanzia leo hii nielewe makusudi ya neno lako. nielewe makusudi ya neno lako. The word of God comes with a purpose. Neno la Mungu linakuja na kusudi. Praise the name of the Jina Lord. la Bwana Now lisifiwe. listen to this statement and you can write if you want. Sikia hii basi na unaweza kunakili chini. That whenever God speaks into your life, Wakati wowote Mungu ananena kwa maisha yako, there are things He wants to create in your life. kuna vitu ambavyo anataka kuweka ndani ya maisha yako. Whenever God is talking to you Wakati wowote Mungu anaongea na wewe through any of His servants, kupitia watumishi wake yeyote, there is something He wants to be created. kuna kitu ambacho anataka kiumbwe There tena. is something He wants to be created. Kuna kitu ambacho anataka kiumbwe tena. There's a home He wants to be created Kuna in you. mama ambaye anataka kiumbwe ndani mwako. There is something important, Kuna kitu cha muhimu. something godly, Kuna kitu ambacho ni cha something kiungu. holy Kitu ambacho that takatifu He wants to be created in you. ambacho anataka kiumbwe ndani mwako. Because Kwa sababu God uses His word Mungu anatumia neno lake to create things. kuumba vitu. If you believe in that, you shout Kama amen. unaamini hiyo, sema amen. God uses His word to create. Mungu anatumia neno lake kuumba. So if peace is destroyed from your life, Kama amani imetoka katika maisha yako, if God wants to create it back, kama Mungu anataka kuiumba tena, He brings you to a place where He's talking, anakuleta mahali ambapo yeye and mwenyewe then He ananena, talks to you. na kisha ananena na As wewe. He is talking to you, Wakati anaongea na wewe, whatever you wanted is being created in your life. chochote ambacho ulikuwa unahitaji kinaumbwa tena maishani mwako. The word of God Neno la Mungu has the power of creation. lina nguvu ya uumbaji. The word of God Neno la Mungu has the power of creation. lina nguvu la uumbaji tena. Everything you see, Kila kitu ambacho unaona, any good thing you desire, kitu kizuri ambacho unatamani, cannot just appear. iwezi kakuja tu, They must be created. ni lazima kiumbwe. And the creator of everything Na muumba wa vyote is the word of ni God. neno la Mungu. Hallelujah. Haleluya. So every time God is talking, Wakati wowote Mungu anaongea, He is creating something. yeye anaumba kitu. And I pray this Na afternoon, ninaomba mchana ya leo, as God is talking to you now, wakati Mungu ananena nawe if sasa, you dare receive the word of kama God, unaweza pokea neno la Mungu,
in your life. Kitu kipya kinaenda kuumbwa maishani mwako tena. Hallelujah. Hallelujah. Have you ever been with people who knew you before? Je, ushawahi kuwa na watu ambao walikujua kabla And they tell you siamini kama ni wewe. na wanakuambia kwamba siamini kama ni wewe. Hallelujah. Amen. Yaani siamini kama ni wewe, unaweza tukanwa na umenyamaza. Right? Siamini kama ni wewe, unaweza omba hivyo. Haki, siamini kama ni wewe, unaweza simama. What are they saying? Je, wao wanasema nini? There is something that they never saw that they are seeing now. Kuna kitu ambacho hawakuona ambacho wanaiona sasa. And you realize na unatambua the more you give yourself to receiving the word of God, wakati unajipeana zaidi, unajipeana kwa kupokea neno la Mungu, the newer you become. hivyo ndivyo utauishwa upya. Hallelujah. Hallelujah. The more you receive the word of God, zaidi unapopokea neno la Mungu, is the more new you become. hivyo ndivyo unakuwa upya zaidi. Yesterday, Jana I happened to meet my age mates. nilikutana na wanarika zangu, Those ones that are running at 40s now. wale ambao sasa wako kwenye miaka 40 hapo. And I was asking them, Na nikawa nawauliza, my friend, rafiki zangu, what is wrong? je, nini mbaya? Because they are elders. Kwa sababu ni wazee. Wengine wako na nywele nyeupe, sura zimekunjana hivi. And I was like, what? Mpaka nikauliza mwingine, bwana, are you sure ni wewe tulifanya na wewe KCPE 94? Ni wewe? Yaani amezeeka. Na shangazi yangu moja akaniambia, wewe sioni ukizeeka. Nikamwambia, na bado siwezi zeeka. Mwingine akaniuliza, Sam, unakulanga nini? Nikamwambia, bro, nakulanga nini? Amen. Maana neno la Mungu linakurudishanga kwa ujana. Amen. Inakurefresh kila siku. It makes you younger day by day. Hauwezi zeeka ukiwa umejaa neno la Mungu. Maana neno la Mungu ni uzima. Ikiwa ndani mwako chemichemi ya uhai inabubujika kutoka ndani. Hautaonekana na sura za kizee. Maana neno la Bwana linaumba. Uzee ukiingia neno linaitoa. The word of God gives life. Neno la Mungu linapeana uhai. Listen to this. Sikia hii. Whenever you love, wakati wowote unapenda and you receive na unapokea and you keep the word of na God, unahifadhi neno la Mungu, you become a custodian of the creating power of God. Amen. Unakuwa mtu mwenye amebeba nguvu za uumbaji wa Mungu. Hallelujah. And that's why Jesus says, hiyo ndio sababu Yesu anasema, what I no longer call you servants, mimi siwaiti tena wafanyikazi, I call you friends. ninawaita marafiki. And he says, Na anasema from this point henceforth, kuanzia sasa kuendelea, whatever you bind on earth chochote ambacho mtafunga duniani is bound in the na heavens, pia kitafungwa and mbinguni, whatever you loose on earth na chochote ambacho unafungua is duniani loosened in the heavens. na pia kitafunguliwa There mbinguni. is no certificate there. Hakuna cheti pale. God does not need a degree to use you. Mungu hahitaji cheti cha shahada ili aweze kukutumia. Glory be to God. Jina la Bwana When you litukuzwe. receive the word of God, Wakati unapokea neno la you Mungu, become a custodian of God's power to create. unafanyika yule mwenye umebeba nguvu za uumbaji wa neno la Now Mungu. the most important thing here is this. Jambo la muhimu hapa ni hii: Your perspective and perception of the word of God. mtazamo wako katika neno la Mungu. Let me ask your neighbor, Nisaidie kuuliza jirani yako, what is your perception of the word of God? je, mtazamo wako kwa neno la Mungu ni upi? Have you met somebody
mwenye ameamua kuhama Malaba, ukamuuliza kwa nini unahama, nakwambia hii town ni ngumu. Malaba imenishika. Lakini penye anahama hapo, penye pamemshinda hapo, kuna mtu tayari pale chini ameamsha ghorofa. Kwake Malaba ni ngumu. Anakuambia hii town biashara haiwezekani. Lakini kwa neighborhood yake hapo kuna mtu tayari ameshajenga duka. Yeye anasema haiwezekani. Lakini mwingine ameshajenga duka. Tofauti ni nini? Si kwamba Malaba ni ngumu. Mtazamo wake juu ya mji ndio mbaya. Amen. Sometimes even in marriage, and let me help you who are not yet married. Wakati mwingine hata katika ndoa, wacha nisaidie nyinyi ambayo bado hamjaingia katika ndoa. One of the greatest hindrances to marriage is perception. Mojawapo ya vizuizi vikuu katika kuoa na kuelewa ni mtazamo. Are we together? Your perception, mtazamo wako about women, mtazamo wako kuhusu wanawake. Yani kama wewe ni mtu ambaye generally, hebu sema generally. Hata kama huko kwenda shule sema generally. Kanisa ndio mahali unajifunza Kizungu bila kulipa fees na unaenda. Kama generally, kama wewe ni mtu ambaye generally kwako mwanaume, wanawake wanakuanga wabaya sana. Generally wewe kwa akili yako wanawake wanakuanga wabaya. Ndugu, hata ukapata mwanamke wa aina gani, bado utakutana na ubaya. Na utawabadilisha perspective, mtazamo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kama wewe ni binti ambaye uko na perspective ya kwamba wanaume wote ni wakora, wanaume ni, hata upate mwanaume mwenye ameokoka, bado spirit ya ukora utaona ndani yako, hautamwamini, because your perception is wrong. Kwa sababu mtazamo wako ni mbaya. Do you know there are people who go to church but their perception about the men of God is bad? Je, unajua kuna watu ambao wanaenda kanisani lakini mtazamo wao kuhusu watumishi wa Mungu ni mbaya? For example, niliuliza mchungaji mmoja wa kanisa fulani, sitataja. Maana Mungu alinizungumzia kwamba kuna vile hakuna step atachukua. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nikamuuliza, ndugu wewe ni mchungaji? Akaniambia mimi ni mchungaji. Unachunga kanisa gani? Akaniambia. Na Roho wa Mungu akanisaidia kumuona kwamba perception yake kwa yule kiongozi anayeongoza hiyo ministry ni mbaya. Anamuona kama mtu wa sarakasi. Anamuona kama mtu ambaye ni kama hana mafuta ya Mungu, ni kama kuna vile anatumia vitu vingi. Lakini yeye ni mchungaji wake wa branch, but ndani mwake hamuoni na mafuta ya Mungu. Nikamuuliza, ndugu, are you very comfortable working under him? Kaniambia I'm not really comfortable. Nikamuuliza kwa nini? Kaniambia unajua kuna vitu zingine anafanyanga kwa madhabahu, zile naona kama hizi asifai, lakini sasa akawaachia hapo. Nikamwambia, bro, the earlier you leave that place the better, because you cannot tap from a grace that you have a wrong perception about. Kwa sababu uwezi pata lolote kwa mafuta ambayo uko na mtazamo mbaya kuihusu. Wapendwa, hata kama Mungu amenipa mafuta kiasi gani, lakini mtazamo wako kwa neema ambayo nimepewa ikiwa mbaya, nitaombea watu wapate miujiza, na wewe utaenda kila siku na mambo yako, hata upande mbegu, hata uweke sacrifice, hata usimame nikuwekee mikono na miguu na mafuta, nia yako ikiwa sio sawa, neema iliyo juu yangu haiwezi ikakubariki.
kuelekea kwa neno la Mungu, kiwango cha kwamba wakati mhubiri anahubiri unasema ndugu Frank angekuwa hapa. Yaani wewe nia yako ni kwamba hii si yangu, hasiongeleshwi, mimi niko sawa. Hata wakati mwingine unasema waambie pasa wahubirie. Ukisikia mtu anasemanga wahubirie, waambie pasa, tell them, talk to them. You know this person perspective yake kwa neno la Mungu ni mbaya, because the word is not theirs, the word is mine. Kwa sababu neno sio yao, neno ni langu. The way you see the word of God, jinsi unavyoona neno la Mungu, and the place you give it in your life, na mahali ambapo unaiweka maishani mwako, determines what it will do in your life. Itaonyesha kile ambacho kitafanya maishani mwako. Nisaidie kuuliza mwenzako, unaonanga aje neno la Mungu? Nisaidie kumuuliza tena, umeliweka wapi katika maisha yako? Amen. Mimi nimeliweka ndani ya moyo. Amen. Nimelipanda ndani yangu. Nataka liwe ndani ya moyo. Amen. Sitaki mawazo ya ulimwengu yakija yaitoe kwa akili. Siwezi weka kwa akili, maana nitakuwa na mambo mengine nifikirie itoe. I want it in my heart. Nataka ndani ya moyo wangu. Glory be to God. Jina la Bwana litukuzwe. So let me give you 3 things. Wacha nikupe mambo matatu. Number 1. Jambo la kwanza, the purpose of the word of God. Number 1. kusudi la neno la Mungu. Ya kwanza, the word of God is purposed. Neno la Mungu limekusudiwa to be the foundation of every good thing that can exist. Kuwa ni msingi ya kila kitu kizuri ambacho kinaishi. If you're writing, you write. Kama unaandika, unaweza andika. The purpose of the word of God. Kusudi ya neno la Mungu. Number 1 is to be the foundation of every good thing in the Christian living. Jambo moja la muhimu ni kwamba ni kuwa msingi ya muhimu ya kila kitu kizuri ambacho kinaishi. To be the foundation, kuwa msingi of every good thing kwa kila kitu chochote kizuri in Christian living. Katika maisha ya Mkristo. Am I talking sense to this church today? Ninaongea kitu kwa hili kanisa siku ya leo. The book of John chapter 1 verse 1 up to verse 3. Kitabu cha Yohana mlango wa kwanza, you realize unatambua that everything godly ya kwamba kila kitu ambacho ni cha kiungu must begin with the word. Ni lazima kianze na neno. Anything godly, kila kitu ambacho ni cha kiungu must begin with the word of God. Ni lazima lianze na neno la Mungu. If you want a godly marriage, kama unataka ndoa la kiungu, it must begin with the word of ni God. lazima lianze na neno la You Mungu. want a godly business, unataka biashara ya it kiungu, must begin with the word of God. lazima lianze na neno la You Mungu. want a godly family, unataka jamii la kiungu, it must begin with the word of God. lazima lianze na neno la Mungu. If you want everything good in your life, kama unataka kila kitu kizuri maishani mwako, begin it from the word of God. uanzishe kwa neno la Mungu. All things begin by the word of God. Mambo yote mazuri yanaanza na neno la Mungu. So anybody ignoring the word of God kila mtu yeyote anayepuuza neno la Mungu is a person who wants to build a house ni mtu ambaye anataka kujenga nyumba that ignores the foundation. lakini anapuuza msingi. Are you hearing what the Lord is saying to Je, the church? unasikia kile ambacho Mungu anasema kanisa? How many of us have built houses? Ni wangapi wetu wamejenga nyumba? Okay. Whichever the house you build, where did you begin? From the roof? Unaanzia kwa msingi. Na aina ya msingi yenye utaweka itadetermine aina ya nyumba. Aina ya msingi yenye unaweka ndio inadetermine aina ya nyumba yenye unafanya nini. Now, let me give an example. Wacha nipeane mfano. Kuna nyumba inajengwa Kiteso hapa. I really love that house. Ile tu anakanyaga matope, wanabandika, niliona kwa Mama Sara. Wanabandika, wakishabandika round, wanachukua panga,
wanachonga kona, alafu inawachwa hapo siku 5-6, tena wanakuja wanaweka kosi nyingine, alafu kuna mahali ikifika wanafunga na simiti na kokot na nini na matafari, wanaweka kalinto. Baada ya siku chache wameweka paa. Hiyo ni nyumba. Let me ask a question. Hiyo nyumba inaweza jenga ghorofa? Kwa nini? Haina msingi vizuri. Hiyo ukijenga ghorofa bishwa utaporomoka. Because msingi wa kitu ndio kitu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mtu yeyote anayepuuza neno la Mungu anapuuza msingi wa maisha ya Kikristo. Kama umenipata vizuri, shout amen. Amen. Mtu yeyote anayeitwa Mkristo lakini anapuuza neno la Mungu. Neno la Mungu likifundishwa analala. Neno la Mungu likifundishwa anachat. Neno la Mungu likifundishwa anaona kama ni muda unapotezwa. Huyo mtu maisha yake ya Kikristo haiwezi kuwa sawa. The beginning, the foundation of everything is the word of God. Msingi ya kila kitu ni neno la Mungu. Whether you are a good tither, hata kama wewe unatoa fungu la kumi, whether you are a good giver, hata kama wewe ni mtoaji mzuri, whether you pray like Jesus himself, hata kama unaomba kama Yesu mwenyewe, whether you sing like angels, hata kama unaimba kama malaika, no matter how you preach, haijalishi utahubiri kiwango the gani, foundation of everything, lakini msingi ya kila kitu is the word of God. ni neno la Mungu. John chapter 1 verse 1-3, the Bible says, in the beginning was the word. The word was with God, and the word was God. Verse 2, the Bible says, the same was in the beginning with God. And verse 3, all things were made by him, and without him was not anything made that was made. I want us to read verse 3, all of us. Nataka tusome mstari wa 3 sisi sote. The Gospel of John chapter 1 verse 3. Kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu. You want to create peace in your family? Unataka kujenga amani kwa jamii yako? The word of God has it. Neno la Mungu linalo. You want to create joy in your marriage? Unataka kujenga furaha kwa ndoa yako? The word of God has it. Neno la Mungu linalo. You want to enjoy good business? Unataka kufurahia biashara nzuri? The word of God has it. Neno la Mungu linalo. You want to be the best in your career? Unataka kuwa mzuri katika taaluma? The word of God has it. Neno la Mungu linalo. Let us read John chapter 1 verse 3, all of us. Some kitabu cha Yohana Mtakatifu 1 mstari wa 3. In a loud voice, let's read 1-3. All things were made by him, and without him not anything made was made. Without him pasipo yeye nothing can be created. Hakuna chochote kinaweza umbwa. Amen. Sasa there is nothing you can create in your life without the word of God. Hakuna jambo lolote unaweza kujiumbia maishani mwako bila neno la Mungu. It is good to pray. Ni nzuri kuomba. I say, God, na kusema Mungu, give me a wife. Nipe mke. God, Mungu, give me a husband. Nipe mme. God, Mungu, give me money. Nipe pesa. It is even easier ni rahisi sana to go and hold another person's car, kwenda kushika gari ya mtu mwingine and pray, I possess it, Jesus. I possess. Kwamba ninanyakua ile gari. I mean, you are mad. Wewe ni mwenda wazimu. You cannot possess what was not possessed. Uwezi ukanyakua kile ambacho hakikunyakuliwa. Did the owner of that car possess it from the yard? Je, mwenye ile gari alienda kulinyakua? Did he stand by the yard and say, I command you, vehicle, come out, I possess you in the name of the Lord. I possess you. No. Je, alienda akasimama na akasema kwamba ninakuamurisha wewe gari, ninakunyakua katika jina la Yesu? Je, alifanya hivyo? Alinunua. Let me tell your neighbor, hii haikuwa kwa injili yangu, lakini imekuja tu. Nisaidie kuambia mtu usinyakue kitu yenye haikunyakuliwa. Usinyakue kitu ambacho haikunyakuliwa. Mwambie ukitaka gari, tengeneza pesa, nunua gari. Ununue gari. Amen. Hapana simama kwa maprado za watu, in the name of Jesus I possess. You are a thief in the spiritual realm. Shindwe kwa jina la Yesu. I possess. Unaangalia mke wote, I possess that wife in Jesus name. You are mad.
Unaenda unakaa kwa biashara ya mtu, I possess this business. Unataka akufe ndio uingie ama? Nikikupata karibu na gari yangu una possess, my friend, lipa gharama. Bwana asifiwe sana. Amen. Now the word of God creates things. If you want anything good in your life, Kama please unataka chochote kizuri maishani mwako, tafadhali value the word of God. dhamini neno la Mungu. Now number 2, Jambo la pili, the word of God neno la Mungu is the source of real life. ni chanzo ya maisha Maisha ya ukweli. Real life. Chanzo ya maisha ya ukweli. And if you are writing, make sure you write real life. Na kama unaandika chini, hakikisha kwamba umeandika maisha ya ukweli. Because many people live Kwa sababu watu wengi wanaishi in shadow lives. wanaishi kwa maisha isiyo ya ukweli. Maisha ya kivuli. Wanaishi kwa maisha ya But they kivuli. are proud Lakini wanafurahia that tu they are enjoying life. ya kwamba wanafurahia maisha. Bwana Yesu Kristo asifiwe, kanisa la Mungu. Amen. Mama, kukula vizuri, kuvaa vizuri, nguo yenye unataka, kiatu yenye unataka, kula chakula yenye unataka, haimaanishi unafurahia maisha. Haimaanishi uko na maisha kamili. Hicho ni kivuli cha maisha. Amen. Kwa hivyo ukiwa na mali leo, wacha madharau. Mali ni kivuli cha maisha. Haleluya. Amen. Ukiwa uko na mke na bado mnatembeanga, mnaitana sweetie, baby, honey, mnaenda shopping, mnaenda kuogelea siri tamu, usiwadharau wale wanagongana kwa nyumba zao. Hiyo yote ni kivuli cha maisha. Real life, Maisha ya ukweli is in the word of God. iko katika neno la Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Wewe ambaye uko na neno la Mungu ndani mwako, lakini hauna sukari, bado hauna nguo, bado hauna nyumba ya maana, usije ukajidharau. Ulicho nacho ndio mwanzo wa kila kitu. Neno la Mungu litakupa nyumba. Amen. Neno la Mungu litakupa nguo. Neno la Mungu litakupa maisha mazuri. Amen. Neno la Mungu litakuconnect na idea yenye itakupeleka mahali ambapo utafanya kazi yenye inazalisha. Amen. Remember, Kumbuka, kufanya kazi haimaanishi umebarikiwa. Mtu sema amen. Kufanya kazi inamaanisha mtu amebarikiwa. Maana kuna kazi zingine kama ya wana wa Israeli wakiwa Misri. And I pray for you, kama kuna kazi unafanya, let me be honest as a man of God. Everybody look up here. Kama kuna kitu unafanya na kuliko uikule inakukula, fikiria mara mbili. Pana maandiko inasema baraka za Mungu zinafanya nini? Zinatajirisha, wala haziongezi. Kama ulalangi usingizi kwa sababu ya hiyo biashara, iko shida mahali. Am I talking to the church? Kama unafanya kazi yenye kila siku unawaza, kila siku unajuta, kila siku una mawazo, think twice, because the blessings of God maketh rich and addeth no sorrow. Huwezi kuwa na huzuni kwa chenye Mungu amekupa. Unajua shetani anaweza muongoza mtu akapata kazi, na iwe ni kazi tu ya kukuzungusha hapa. Kuna wakati miaka ya hapo nyuma nikiwa Kisumu, nilijikuta kwa bodaboda ya baiskeli. Nilikuwa na park around kando ya saizi inaitwa Jaramogi Oginga Odinga Referral, hapo kando kwa barabara ya kuingia kwa mochari kule nyuma. So tungesimama hapo, to us hiyo ilikuwa kazi ya maana sana.
Nikiamka asubuhi na baiskeli yenye pia si yangu, nimekodesha. Jioni ikifika mwenye baiskeli anaitisha 40 bob. 40 shillings. Nimekodesha baiskeli ya mtu. Jioni nalipa 40 bob. Nimepaka kando ya kibuye saa 3, nimeing'arisha. Nimechapa rim steel wire, nimeitandika iko sawa. Na chapa job. Unajua hii kazi ili graduate mpaka ikafika mahali inakuwa ngumu, mpaka tunasema jameni, si mtu ashindiweko kupata pesa ya gari hapa ya kubeba maiti. Twende tubebe tupeleke. And I did it. Nimewahi beba maiti ya mtoto na baiskeli. Wazazi walishindwa pesa ya kubeba. Na pia sijapata tangu asubuhi. Nilibebea 300 kutoka Russia mpaka Nyalenda makaburini. I did it. By that time nilikuwa naona hii job iko sawa. But ilikuwa sawa hiyo. Every morning ninajuta. Hata kama ni biashara unafanya, lakini unaifanya kwa majuto, nitakushauri uiwache. Tafuta kitu kingine ufanye. Because what comes from God cannot push you into regrets. Kwa sababu kila ambacho kinatoka kwa Mungu iwezi kukusukuma kwa majuto. Hakuna siku Elizabeth alijutia kuzaa Yohana Mbatizaji. Hakuna siku Maria alijutia kumzaa Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Baraka za Mungu zinatajirisha. Amen. The word of God is the source of real life. Neno la Mungu ni chanzo ya maisha ya ukweli. Let's go to Matthew chapter 4 verse 4. Wacha twende kwenye kitabu cha Mathayo. And look also here at chapter 4 verse 4. I don't know why all of these things were chapter 4 verse 4 verse 4. I don't know whether it's my Bible that is wrong. You will help me see. Matthew chapter 4 verse 4. Mathayo 4:4. The word of God sustains the life and the spirit of a man in God. You gave your life to Jesus. Ulijipeana kwa Yesu. It is the word of God now that you receive. Ni neno la Mungu sasa ambalo unapokea. That will sustain you in God. Ambacho kitakuimarisha kwa neno la Mungu. Kitakuhifadhi kwa katika Mungu. Matthew chapter 4 verse 4. If you are there, you shout amen. Amen. Can we read together? Okay, 1, 2, 3, let's read. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Man shall not live by bread alone. Inamaanisha kuna maisha ya mkate, lakini kuna maisha ingine inapita ya mkate. Hiyo maisha ni ambayo inakuja kwa kila neno litokalo kwa kinywa cha nani? Cha Mungu. Hiyo ndio real life. Amen. Yesu amalishi tufunge kila wakati. Wandugu, wakati wa msosi ikifika, kula. Saa zingine tunang'ang'ananga na mama tukikula. Mimi ni type ya watu wenye sionange kama chakula ni ya maana sana. Sasa naweza kula nikiwa naangalia kitu ya simu. Sometimes nakosanianga hapo, but I'm trying to adjust so that wakati wa kukula kikiumana nizime simu. Ndio mtu asinipigie simu nikikula. Wakati wa kukula ikifika, nisaidie kuambia jirani yako wakati wa kukula ukifika, kula vizuri. Tena sana. Kula ya afya. Right? Wakati wa kukula ukifika, wacha kujifinya na maisha. Uko na 3,000,000 kwa account, unakula kunde Monday mpaka Monday. Wacha kujifinya. Kula vizuri. Ukipata nafasi ya kula fanya nini? Kula. Siku inakuja hautakula. Wacha kujitesa we mwenyewe. Ati nawekeza, I'm saving to build a house. Kunywa strungi mwezi mzima. Ukipata opportunity ya kufinya, finya, maana kuna sehemu yake kwa mwili. Lakini Yesu anasema
hata ufinye kiwango cha mwisho, real life iko kwa neno litokalo kwa kinywa cha nani? Cha Mungu. Amen. Luke chapter 4 verse 4, what does it say? Inasema Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, but by every word of God. Every word of God. Every word of God. Every word of God. Now, the word of God neno la Mungu is food. ni chakula. Help me tell your neighbor, my friend. Nisaidie kuambia jirani yako, rafiki The yako, word of God is food. neno la Mungu ni chakula. Can I hear your voice? Tell your neighbor, the word of God is food. Ambia jirani yako, neno la Mungu ni chakula. Hallelujah. Amen. Neno la Mungu ni chakula cha roho. Amen. Hallelujah. Amen. Ndio maana ukimaliza kula, kuna vitu vingine unasikianga tu kwa watu, kwako haziko, maana umeshiba. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. It is the food of the spirit of man. Ni chakula ya roho ya mwanadamu. If you embrace the word of God, Ukikumbatia neno la it Mungu, becomes life in you. itafanyika uhai maishani mwako. If you ignore the word of God, Ukipuuza neno la Mungu, you will be flourishing in the flesh, utakuwa unanawiri kimwili, but you are decaying in the spirit. lakini unakonda katika roho. Let me wind up by saying this. Wacha nimalize kwa kusema, Many people watu wengi are healthy in their bodies, wako na afya katika mili zao, but are weak in their spirit. lakini ni wanyonge katika roho. Help me ask your neighbor, what is your position? Nisaidie kuuliza jirani yako, nafasi yako ni gani? Did you ask somebody? Je, Kama uliuliza akumbali mtu? muulize kwa simwambie, oya, nafasi yako ni gani? Pasa sauti muulize rafiki yako, nafasi yako ni gani? Wewe ni wale wanono kwa mwili, wadhaifu kwa roho, ama wale wanono kwa roho, wanono kwa mwili, ama wale wadhaifu kwa wanono kwa roho, wadhaifu kwa mwili? Uko wapi? Kuna watu hata wako hapa saa hii, miili ni mafuta hivi. Angekuwa mbuzi, hata una haja kukaranga na mafuta. Kuna watu kimwili ni manguruwe tu, kila mahali ni mafuta, mifupa ni rudogo rudogo, lakini roho zao ni skeleton. Inua mkono, sema Bwana unisaidie. Bwana unisaidie. Kuanzia leo hii, Kuanzia leo hii nipate appetite nipate appetite ya kula neno lako. ya kula neno lako. Sema kwa sauti, Bwana Bwana nipe appetite ya kiroho nipe appetite ya kukula neno lako, kula neno lako katika jina la Yesu Kristo. katika jina la Yesu. Kama unaamini, pokea hiyo appetite kwa jina la Yesu. Amen. Ukule neno la Mungu mpaka unone kiroho. Amen. Siku moja mhubiri moja nilimkaribisha, na ikawa tunampokea pale Equity Bank. Nikaenda naendesha gari na mchungaji mmoja amekaa pande hii kwa co-driver hapo, na wewe jamani mrefu na katumbo, na mimi ni mimi tu venye mnaniona hivi, mtanielewa tu, lakini msinizoee hivi, mtashtuka. By mwezi wa 6 mtashtuka na mtaamini. Kuna vile nimeanza kujipanga. So tuliposhuka nikasimamisha gari, yule mhubiri aliniwacha, akaenda kwa yule jamaa akamwambia, Bishop, bwana asifiwe sana, asante kuja kunichukua. Mimi ndio Bishop, sio yule. Sasa jamaa akaibika akamwambia, hapana, sio mimi. Kumbe hata mahali unawekwa hii size ya mwili, sisi watu hatukupewa mili mingi sana, saa zingine tunapitianga mchujo. Unaweza kuwa mkubwa, lakini hata wadogo wanakuambia, we kijana, simamia wazee wafanye nini. Na katoto kengine ako na mwili hivi, akifika na kasuti anaambia, hey, mzee karia wapi? Listen, katika ulimwengu wa kiroho shetani atakuachia kiti kulingana na size ya roho yako. Kuna mashetani hawakuachia baba yako kiti,
Lakini wewe ukikula neno la Mungu unone, watakuachia kiti. Ukija wanasema mzee anakuja, tuondoke hapo, afanye nini? Akae kwa jina la Yesu. Neno la Mungu ndio litafanya uwe mwanaume kamili, sio kutairiwa kienyeji. Kama ulitairiwa kienyeji ukaambiwa wewe ni mwanaume, ngoja utaona. Shetani haogopi ngozi yenye imekatwa. Shetani anaogopa mtu aliyenona kiroho, amejaa neno. Akija neno la Mungu linawaka. Biblia inasema neno la Mungu ni upanga. Amen. Wangapi wanaogopanga Masai? Unaogopa Masai? Nani amekutana na Masai? Unajisikianga umsalimie mwanze kelele? Kwa nini unamuogopa? Hakuna mahali Masai anatembea bila soda. So ukitaka kwanza vita